Mama! Mume wangu, umepatwa na nini? Nimeota ndoto mbaya sana kumhusu mama. Asa ndoto mbaya kuhusu mama yako ndo uamke hivyo kaa chizi? Mimi sijui nikajua kitu gani yani. Ndoto zingine ni mikosi hiyo mume wangu. Tupumzike. Usiku wapi? Najiandaa mke wangu. Nataka nitoke. Utoke? Na usiku ulivyokuwa mkubwa huu? Nimepigiwa simu ofisini na ni simu ya dharura. Kuna mzigo ambao unatakiwa uende Zambia leo hii. Kwa hiyo ndo naenda. Tena mume wangu. Yaani huna hata wiki tangu utoke Kongo. Leo tena uondoke? Sio kweli. Lakini mke wangu, unafikiri nitafanya nini? Na wakati ndo majukumu na kazi ambayo nimechagua. Acha nikafanye kazi ya watu. Utajijua mwenyewe, lakini hapa uondoke. Umeshaanza hivyo. Nisikilize. Naomba niende. Safari sikai sana. Nakaa mwezi mmoja tu. Alafu nikirudi itabidi niombe likizo ili nipate muda wa kupumzika na mke wangu. Hivi wewe unaona mwezi mmoja ni mdogo eh? Na huko ofisini kwenu hao watu mbona hawana huruma hata kidogo? Yaani umekaa miezi mitatu, unarudi leo hata wiki una. Eti unataka uondoke. Hilo haliwezekani mume wangu. Tatizo lako mke wangu ishii drama. Kwani ni tatizo liko wapi? Si swala la kwenda na kurudi mara moja. Hebu acha bwana niende mimi. Hivi unadhani natania pasare? Uendi kokote, maana unajua unavyokopo haupo. Mimi napitia mambo mangapi? Lakini mke wangu, mimi si kila kitu huwa naacha hapa ndani. Kuna hata siku moja ambayo umelala na njaa. Unahisi mimi nimefuata hela yako ya matumizi hapa nyumbani? Umeshawahi kujiuliza panakula nini huku unapokuwa haupo? Hivi unadhani mimi nikikosa kazi tutaishije humu ndani? Tutakula nini? Umesha kujifikiria kwamba tutakuwa na maisha ya design gani? Kwani hamna kazi nyingine za kufanya mpaka unganganie hizo kazi za magari? Tatizo lako mke wangu, unapenda kurahisisha mambo. Unaongea vitu ambavyo huvijui. Unadhani ni rahisi kupata kazi kirahisi namna hiyo? Sawa. Kwa kuwa ndo maisha ambayo nataka tuishi. It's okay. Njoo tulale. Kwa hiyo bado unawaza nini mpaka sasa? Yaani umekaa hapo barau nikumbatie tulale mume wangu, unakaa unawaza nini? Nishakwambia ndoto zingine hizo ni mikosi tu. Ndoto hazina kichwa wala miguu kwa sababu hujanikupatia mke wako leo. Njoo mume wangu. Yaani wewe Jackie unachokiwaza wewe ni kukumbatia watu. Mawazo yako yote hapa kwenye kulala. Ina maana hauwazi ndoto niliyoiota. Jamani. Sasa, kwani umepewa taarifa kama kafa? Hebu kuwa serious basi mume wangu. Yaani ndoto tu wote hapa tukose amani watu wote hapa. Njoo tulale bwana.
Kwa ndio tutarudi. Diary yangu nilikuwa nimeweka hapo kwenye usiku. Hasa kwa nini unaficha lakini? Hapana, mimi sijaficha, nikuwekea tu na nilijua leo utaitafuta. Mimi niliona tu uko sawa. Kwa nini shida? Pasali kazingua pakubwa sana. Kafanyaje? Kuna mzigo ulibidi usafiri tangu jana saa 10 kwenda Zambia. Na kapigiwa simu kadai anakwenda kuchukua gari aondoke. Lakini weza mimi nafika paka saa 12 hajafika ofisini. Kwa hiyo huo mzigo mpaka muda huo hujaondoka? Mzigo umeondoka. Lakini ilibidi atafute dereva mwingine ndio apeleke gari. Sasa mume wangu, kama mzigo ushaondoka, wewe wasiwasi wako nini? Sasa sio kwamba kila dereva anatakiwa kupewa mzigo kupeleka. Tunaangalia na aina dereva anayepeleka mzigo. Ndio maana alipigiwa Pasali kwa sababu ule mteja hataki longolongo hata kidogo. Ni kweli mume wangu. Lakini hautakiwi kuwa hivyo. Sasa hivi ni asubuhi, unatakiwa siku yako ianze vizuri kabisa na sio kukasirika, sawa? Mjomba. Hapana. Mbona upokee? Kwa ndoto niliyoyota jana usiku. Na sasa asubuhi mjomba anapiga simu. Kiukweli hii simu inahitaji maandalizi mazuri kabla ya kuipokea. Lakini mume wangu, ile ni ndoto tu. Na upasi kusema kwamba eti mpaka umeamka asubuhi umeiweka kichwani. Kweli ni ndoto mke wangu. Lakini hata si binadamu tumeishi katika ndoto unajua. Bye, naenda kazini. Nakupenda. Nakupenda. Bye, nenda kazini. Yaani mtu kaamka asubuhi na mke wake, hawajakaa wazungumze vizuri, watu wanaanza kupiga simu. Hii familia ni familia aina gani? Haya, huyo mjomba saizi asubuhi ukiuliza anataka nini, jibu la maana atakuwa hana. Pengine anataka hela akanywe kahawa. Yaani kumtia tu mtu pressure. Ndio shida ya kuolewa na familia ambazo yaani mwanaume ana uwezo kidogo, yaani wote macho yao yanamwangalia yeye. Yaani mimi jamani, sijui nitaishije. Hivi nitatoboa kweli? Hii familia hapana kwa kweli. Huyu mjomba si mtu mzima kabisa huyu. Ina maana unataka kuniambia hajui kama saizi ni asubuhi, mke na mume wanatakiwa wakae wapumzike au labda waongee, mwanaume anaenda kazini? Mimi hapana kwa kweli. Habari za asubuhi jirani. Salama. Eti, haujanionea mke wangu hapa? Kwa hiyo mimi niko hapa ni askari wa motoni au askari wa mbinguni? Nikae nijue anaingia nani na anaitoka nani? Hapana. Nimeuliza nikihisi kwamba pengine umemwona akiwa anaelekea uani ama. Haya maajabu sasa. Yaani mke ulale naye wewe usiku kucha mpaka asubuhi. Sasa hizi je kuniuliza mimi mkeo yuko wapi? We kaka, umechanganyikiwa? Hivi akili yako inafanya kazi wewe? Unanilipa hapa, ina maana mimi nimekuja kupanga humu ndani kwa ajili ya kumwangalia mkeo tu. Yaani special for wewe tu, si ndio? Wewe usinipande kichwani. Tena leo umenikuta na mudi nzuri kaka yangu, umenikuta na mudi nzuri, naomba uniache. Basi samahani jirani yangu. Zamani sasa hivi. Utoke huko likotoka, mke wangu, mke huyo akopa ashpaza. Mwanamke yenye kutu anakwenda kama kiguna njia. Yaani mkaka mzuri shababi mwenye kitambi chako mwenye kidali. Alafu unakuja kuniuliza mambo ya kishamba hapo. Hivyo umepagaa wewe. Tena bahati yako wewe. Iwe mwanzo leo na mwisho leo kuniuliza habari za mkeo. Nishakuchoka. Hujanipangia mimi humu ndani. Mimi nalipa kodi kwa ajili ya mke wako. Mke utakuwa kwanza ndo yenyewe amwajala hiyo. Wewe ndio maana mwanamke kutu anakwenda kiguna njia kama kala miguu ya kuku. Wewe umefumaniwa wewe hujawa kwa idhini yako kenge wewe. Ndio wataanza kufumaniwa kuja kuongeza kichwa. Umeniolea mimi mkeo. Yaani bosi, nimetumia nguvu kubwa sana mpaka kuondoka nyumbani kwangu. Ni kweli kabisa. Ofisi inajua kabisa unatakiwa kupumzika baada ya kutoka safari. Lakini Pasali, usisahau kuwa wewe ni miongoni mwa madereva wachache ofisi inayowaamini. Natambua hilo na ndio maana niko hapa saa hizi. Upo hapa kwa kuchelewa. Ulitakiwa utoke tangu saa 10. Ni kweli bosi, nimekosea. Naomba uniwe radhi.
Tunautambua mchango wako na tunauheshimu sana katika kampuni hii. Lakini gari tumeshampa Bashiri na ameshaondoka. Sasa bosi, itakuwaje sasa? Iwe vipi sasa? Yaani kukusimamisha kazi kwa kosa hilo hatuwezi. Na hiyo yote inatokana na uaminifu wako hapa ofisini. Lakini itakubidi usubiri gari nyingine itakayopakia utaweza kuondoka. Kaka yangu, wakati mwingine unatakiwa kuwa makini. Tumekubaliana saa 10 uje, lakini umekuja saa hizo asubuhi. Mimi nafanya nini sasa? Au uaminifu wangu mimi kwako unakuja kuniponza? Sawa bosi, nimekuelewa. Na ni kweli jambo kama hili litojitokeza tena. Na lisirudie mara nyingine tena. Pasali, utakuja kunilaumu. Hapana bosi. Haya, karibu. Jirani, leo hujaingia kazini? Ni kweli sijaenda. Unajua hizi kazi nazo ukiziendekeza zinaweza kusababishia matatizo ya mgongo. Kwa hivyo lazima nipate muda wa kupumzika. Ni kweli? Umeshafua kweli? Hapana, sijafua. Na nilivyo mvivu hivi, nahisi nitafua baadaye. Hivi ni kwa nini watoto wa kiume hawapendi kufua nguo? Wewe acha tu jirani. Sasa si ukiita kidemu chako ije kusaidia kufua. Kidemu nikitolea wapi jirani usahau? Boni muongo wewe. Sasa muongo, sio kuliona mimi siku nimekuja na mwanamke hapa. Sawa, kaleta nguo zako nikusaidie kufua. Mtu wako akija kuziona. Wewe niacha uoga. Ndio kwanza upo safarini. Anaenda zake huko Zambia. Kwa bado sana kurudi. Siogopi. Hapo ndipo uliponifurahisha. Ngoja nikazitoe. Halo mjomba. Halo mjomba. Kwa hiyo umeona unimwagie mboga yangu au sio mjomba? Mboga tena? Yaani mjomba mpaka ujisikie ndio tunawasiliana. Au unaona tunalingana mjomba? Kwa kuwa na wewe umepata ndevu basi unajiona na wewe una miaka kama yangu. Sio hivyo mjomba. Sema tu mjini mambo ni mengi sana. Kwa kuwa hatuna kazi huku kijijini, ndio maana simu yako ikiita tupo lazi tumwage mboga ili mradi tukusikilize. Nisamehe sana mjomba wangu. Samani inasaidia nini mjomba wakati mboga yangu ipo chini? Au ulifikiri labda tunataka tukupige kirungu? Anko, huko tumeshatoka, level hizo tumevuka mjomba. Haya, kuhusu mboga niachie mimi, nitajua tufanye nini. Hapo sasa mjomba, ndipo ulipokuwa unajizungurusha hapo mjomba. Mjomba, niambie sasa kuna habari gani? Kiukweli huku kuna shida. Tena shida kubwa sana mjomba. Ndio maana nikakutafuta. Shida gani tena? Mama yako anaumwa. Sasa anasumbuliwa na nini kwani? Hakuna anayejua. Labda wewe ungekuja ili tusaidiane. Sawa. Acha nifanye hivyo basi. Sawa mjomba. Sasa tunafanyaje kuhusu mboga mjomba? Swala la mboga ni dogo sana, talimaliza hilo. Wacha kwanza nije nimtazame mama kwanza. Basi mimi naitupa sasa mjomba.